Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Watanzania wenzangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Tuamkuane. Je, unanitazama kutoka sehemu gani ya Tanzania? Unanitazama kutoka sehemu gani ya dunia? Niambie. Wapenzi watazamaji, kuna jambo ambalo haliko vizuri kwenye hii serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan. Hii serikali ambayo iliweza kuwaua wananchi, wakaogelea kwenye damu ya wananchi na wakaketi kwenye kiti cha uraisi. Kuna kitu ambacho hakiendi vizuri na tunapaswa kuangalia. Yaweza ikawa kwamba ni damu ya wananchi zaidi ya 10,000 ambayo iliweza kumwagwa ndio inawaandama. Samia ambaye ni rais haramu na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi ama Emmanuel John Nchimbi hawaelewani. Hao watu wawili, hawa watu wawili hawapikiki katika chungu kimoja. Ninajua wengi wenu hamulijui hili, lakini nitawachanganulia mulielewe kwa undani. Kwa kawaida au kikatiba, kwenye katiba ya Tanzania ambayo tunataka ifutwe, katiba mpya iletwe, au katika katiba ya taifa lolote lile, inasema kwamba rais kama hayupo, mtu ambaye anafanya kazi, mtu ambaye anachukua nafasi yake, ama mtu ambaye anahudumu kama rais kwa kipindi kifupi ni makamu wake, au mtu ambaye anapaswa kutekeleza majukumu ya rais. Kama rais anaugua, kama rais ameenda safari, ni makamu wake. Lakini siku za hivi karibuni kuna mambo ambayo hayaendi vizuri Tanzania. Ninajua kwamba wengi wenu mumeona na wengine wenu hamjaona. Ndio maana niko hapa ili niweze kuwaeleza. Kwenye katiba ya Tanzania tunaelezwa kwamba afisi ya rais ndiyo inapaswa kuongoza kitu ambacho kinaitwa Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Ile afisi ya rais ndio inapaswa kusimamia Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma. Yeye ndiye anafanya kikao, wanajadiliana, wanaona ni wapi ambapo mambo yanapaswa kufanyika. Lakini kama rais hayupo, makamu wake anaweza kumsaidia asimamie kikao cha Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma kwa niaba ya rais. Itawezekanaje waziri mkuu batili Mwigulu Nchemba ndiye anafanya kikao cha Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma ndani ya Tanzania? Itawezekanaje? Tujiulize maswali. Itawezekanaje Mwigulu Nchemba ndiye anaongoza Secretariat ya maadili, kazi ambayo inapaswa kukua ya rais mkuu, yani rais, na kazi ambayo inapaswa kama rais hayupo, naibu wake ama makamu wake aweze kuchukua hiyo nafasi? Mbona ninazungumza hivyo? Jana nilipokea chapisho fulani, hilo ambalo unaliona hapo kwenye afisi zetu za utangazaji. Nikaambiwa bwana Ezra, hii leo tarehe 11 mwezi wa Disemba mwaka 2025 patakuwepo na kikao na viongozi na watendaji wa Secretariat ya maadili kwa viongozi wa umma. Na hicho kikao
kitapeperushwa moja kwa moja kwenye runinga na hata mitandao. Na cha kushangaza, nimeweza kupokea taarifa au jinsi ambavyo unaona hapo, mwenye atasimamia hicho kikao cha Secretariat ni Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba katika afisi ya Tume ya Maadili Tambuka Reli Dodoma. Na kikao hichi kitapeperushwa katika televisheni ya TBC, Azam TV, Maelezo TV, Uhondo TV, Jambo TV, Channel 10. Sasa nikajiuliza hivi, tangia lini waziri mkuu akaongoza kikao cha Secretariat au kikao na viongozi na watendaji wa Secretariat ya maadili kwa viongozi wa umma, kazi ambayo inapaswa kufanywa na rais? Haya basi, tuseme maybe huyu rais batili Samia yuko na majukumu mengine. Tuseme wakati huu kipindi hichi kikao hichi cha Secretariat kilikuwa kinapaswa kuendeshwa hii leo. Tuseme tuashumu kwamba Samia yuko kwenye kikao kingine au yuko kwenye majukumu mengine. Naibu wake ameenda wapi? Au makamu wake ameenda wapi? Dr. Emmanuel John Nchimbi ameenda wapi mpaka waziri mkuu anakuja kusimamia kikao kama hicho? Hauwezi ukaniambia kwamba rais ataondoka kwenye nchi, maybe aende kupata matibabu au achukue mapumziko, alafu na makamu wake na yeye achukue mapumziko au aondoke kwenye nchi. Utapata kwamba rais akiondoka, makamu anabaki. Unanielewa? Huo ndio utaratibu, sio Tanzania peke yake, ulimwengu mzima, ili shughuli zote za afisi ya rais ziwe zikiendeshwa na makamu. Hawa viongozi wawili, Samia na Emmanuel Nchimbi, wamekosana mapema sana. Mimi naona hivyo, wamekosana mapema sana, hata kabla hawajamaliza hata miezi mitatu kwenye huu uongozi ambao waliweza kuuiba. Najua kuna wale ambao mtanipinga, lakini nipinge ukiwa na hoja, tupingane kwa hoja. Nimekueleza kikao cha Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma kiko chini ya afisi ya rais Tanzania. Kama rais hayupo, inaweza ikaongozwa na makamu wake. Itawezekanaje rais hayuko, makamu hayupo, itakuja kuongozwa na waziri mkuu Mwigulu Nchemba? Kumbuka kwamba Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma ni idara ya serikali inayojitegemea chini ya afisi ya rais, iliyopewa mamlaka ya kuchunguza tabia na mwenendo na mengi. Sisi tunaomba hii serikali walimane, wapigane mangumi, wapigane mandondi. Kwa nini? Waliweza kuwaua wananchi zaidi ya 10,000 ambao hawakukuwa na hatia yoyote. Wacha walimane, wacha wapigane, wacha wazozane, wacha watusiane, wacha wakosane kabisa. Sisi hatuna haja na hii serikali. Tukianzia Samia, tuende Mwigulu, tuende Emmanuel Nchimbi, hao wote walikuwa pamoja kuwaua wananchi, wakosane kabisa. Unajua Mwenyezi Mungu anaweza kafanya kitu kwa njia zozote zile. Kwa watu ambao wameweza kuwadhalilisha na kuwadunisha na kuwaua wananchi, Mwenyezi Mungu Allah anaweza kaleta mchanganyiko, watu hao wakosane. Kuna hadithi fulani ambao niliweza kupewa na babu yangu kwamba palikuwepo na wezi watatu. Walikuwa wamepanga kwenda kuiba. Hawa wezi watatu wakaweka bunduki zao risasi,
wakiwa wanataka kwenda kushambulia mtu fulani mwenye alikuwa na hela. Lakini huyu mtu mwenye alikuwa na hela, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anamtumikia Mwenyezi Mungu, ni mtu ambaye alikuwa anamuogopa Mwenyezi Mungu, maombi yake yakwenda chini. Hawa watu watatu ambao walikuwa wamepanga kwenda kumuua walianza kusosana wao wenyewe, hawakuelewana mpaka wakaamua wakaenda. Wananchi wa Tanzania waliuliwa bila hatia yoyote. Hata Mwenyezi Mungu aweza akafurahia, anaweza akaleta mchanganyiko ndani ya serikali, wakosane kabisa. Wakosane kabisa, kwa sababu hata hawakuweza kupigiwa kura. Tupatane kwa kanda ijayo.